Pole sana kwa msiba, lakini pia ungejitambulisha jina lako ili watu wengine waweze kukufahamu. Mimi naitwa Pancras Mayala, maarufu kwa jina la Askofu TZ. Natoka Clouds, nahudumia Clouds Media Group. Pole tena kwa msiba, na ningependa kufahamu ule ukaribu wako na mtoto wa marehemu kwa maana ya GK, lakini pia vile ulivyokuwa unamfahamu mama yake mzazi ambaye ametangulia mbele ya haki, na taarifa ya msiba jinsi ambavyo ilikufikia. Taarifa ya msiba mimi imenifikia kama ambavyo iliwafikia Watanzania wengine au wafuatiliaji wengine wa mambo haya ya taarifa mbalimbali, lakini mimi ilinifikia zaidi kwa sababu ya sisi Clouds kwa muda mrefu tumekuwa tukihudumia jamii ya muziki wa Bongo Flava, na King Crazy GK ni miongoni mwa watu ambao tumekuwa tukishirikiana nao kwa zaidi ya miaka 20 sasa hivi. Na msiba huu sisi umetugusa moja kwa moja kwa sababu mama yetu Naomi ni miongoni mwa wazazi wachache sana nchi yetu ambao walifanikiwa kuona muziki sio sehemu ya uhuni. Mind you, wakati East Coast team inaanza au wakati ndo wanaingia kwenye game, familia nyingi hazikuwa zikiamini kwenye muziki wa Bongo Flava, especially muziki wa rap. Yani acha tu Bongo Flava kuimba, yani muziki wa rap ulikuwa unaonekana ni muziki wa kihuni na upaswi kufanya na wazazi ambao wanawaombea mema watoto wao. Lakini kwa mama Naomi ilikuwa tofauti. Yeye alichagua kusapoti kipaji hicho kwa 100%, na sio kipaji tu cha GK, mpaka wale waliokuwa karibu na GK. Hapa namzungumzia mtu kama AY, Mwana FA, Snare, Buff G, Otain na wengi ambao walikuwa wanaunganisha kundi la East Coast kwa kipindi kile. Lakini nje hapo tu East Coast walikuja kutengeneza kundi dogo lilikuwa linaitwa East Coast Army, kama utakuwa unakumbuka. Udogo dogo walikuwa kipindi kile wanafanya muziki na walikuwa sehemu yao. Hapo unapaona miaka, tukirudisha nyuma miaka 20 na iliyopita, ilikuwa ni maskani ya wasanii wengi sana wakubwa. Umeona Kwa hiyo sisi tunasikitika kwa sababu tumepoteza mama ambaye alikuwa anaamini kwenye jambo ambalo familia nyingi, wazazi wengi walikuwa hawaamini kwa kipindi kile. Umenielewa Na yeye ndo alosaidia pia kushawishi wazazi wengine kuamini, kwa sababu mind una mtoto ambaye anafanya rap ya Bongo Flava, lakini wakati huo una heshima zako, ni mbunge, sijui kama unaona hiyo. Lakini by that time pia familia nyingi hawaamini kwenye muziki wa rap, kwa kuamini kwamba ni muziki wa huni, wavuta bange. Lakini leo hii watu wote tunasadiki kwamba Bongo Flava imekuwa ni chanzo cha mpato cha vijana wengi, na ndio maana kuna utitiri wa wasanii wengi. Kwa hiyo tunaweza tukasema utitiri wa wasanii wengi tunawatazama sasa hivi, chanzo chake tunaweza tukamtaja pia mama yetu Naomi. Amesaidia kwa kiwango kikubwa sana. Kama miongoni mwa watu kama kina mama Naomi wasingeamini kwenye hiki ambacho yeye alichagua kuamini, pengine muziki wetu usingefika hapa. Kwa hiyo tunasikitika kwa sababu tumempoteza mama ambaye alikuwa anaamini kwenye vitu ambavyo wazazi wengine walikuwa hawaamini. Kipindi kile ambapo mlikuwa mkija kwa ajili ya kufanya interview na East Coast, lazima mfike nyumbani, na mama mara nyingi anakuwepo, yupo nyumbani au yupo kazini, lakini lazima mtakuwa mnaonana. Unakumbuka ni tukio gani ambalo mlikutana na mama hapa ambalo wewe huwezi kulisahau, Askofu TZ? Sasa mimi binafsi kwa nyakati zile sikuwa nikifanya hii kazi ambayo naifanya sasa hivi, lakini watu wengi wanaweza kulielezea hilo kwa wasanii ambao walikuwa kwa nyumbani, kwa sababu mama ilikuwa sio swala la msanii kuja kufanya interview. Mama alikuwa ni swala la malezi. Wakina AY, Buff G, Snare, Otain wanaweza kulielezea vizuri, wakina Mwana FA, kwamba unakuja hapa ujala, mama anasababisha chakula, mnakula, mnapata nguvu ya kwenda kurekodi. Na kwa kipindi kile pia usafiri ulikuwa ni ngumu, unapata nafasi, mnapata usafiri, mnaenda kurekodi. Kwa hiyo sio tu swala la sisi waandishi, lakini swala linaweza kuzungumzwa vizuri zaidi na wasanii ambao mama amewalea. Na nimeona jinsi ambavyo vijana wamejitokeza kwa wingi na mnashiriki kwa moyo wote na kumtia moyo King Crazy GK kwa tukio hili, msiba huu mzito ambao umekuta familia yake na kumpoteza mama yake. Na kama upata bahati ya kuzungumza naye GK, anasemaje kuhusiana na kifo cha mama yake? Sasa unajua msiba unakuwa na maneno machache sana kwa mtu aliofiwa. Kwanza ni kuamini kwamba umempoteza mama ambaye ni nguzo kwenye familia.
na kwenye kuliamini hilo linachukua muda. Kwa hiyo ni ngumu sana sasa hivi ukae na mfiwa akwambie feeling alionayo, lakini sisi watu wote tunaungana na yeye, tunaungana na ndugu, tunaungana na familia kuomboleza kifo cha mama yetu Naomi, kwa sababu tunachoamini Mungu alitupa kama zawadi kwenye maisha yake hapa duniani, na kweli amekuwa zawadi kwa watu wengi, amewashika mkono. Kwa umefika muda Mungu kamchukua. Kazi yetu sasa hivi ni kumwombea kwa Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi.